Maandamano mapya yamepangwa tena nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Taifa la Tanzania limetetemeka tena kwa taarifa mpya inayosambaa kwa kasi katika mitandao ya kijamii. Kundi lilojitambulisha kama waratibu wa maandamano kitaifa kutoka mikao mbalimbali lilibuka na tamko zito likiambatana na masharti 10 ambayo linataka serikali iyatekeleze kabla ya tarehe 9 Desemba mwaka 2025, siku ambayo taifa linatarajia kuadhimisha miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika. Tamko hili halikuwa la kawaida, lilitolewa kwa lugha kali yenye taswira mgongano wa wazi kati ya raia na dola. Waratibu hao walidai kuwa serikali iliyoko madarakani ni batili na imeshindwa kutekeleza wajibu wake wa kulinda haki, usalama na utawala wa sheria. Walisema huu ndio wakati wa kurejesha heshima ya Tanganyika, wakitaja Desemba tarehe 9 kama siku ya mwisho ya subira. Na katika maelezo yao yaliyosambazwa mtandaoni, kundi hilo liliorodhesha masharti 10 ambayo limeita nguzo za haki na urejeshaji wa heshima ya taifa, na ndani yake kulikuwa na madai ya kisiasa, kijamii na haki za binadamu, madai yanayogusa hisia za muda mrefu za wananchi kuhusu uwajibikaji wa serikali, usalama wa raia na heshima ya katiba. Katika orodha hiyo yenye uzito wa kihistoria, waratibu walitaka hatua kubwa zenye athari ya moja kwa moja kwa serikali. Kwanza walidai serikali ikabidhi miili na mali ya watu waliopotea au kuuawa katika matukio mbalimbali ya kisiasa au kijamii. Walitaka wahangao kuzikwa kishujaa huku familia zao zikilipwa fidia kamili. Ombi hili lilionekana kugusa nyoyo za watu wengi waliopoteza wapendo wao katika matukio yenye utata, ikiwemo maandamano ya awali na matukio ya kisiasa yaliyogubikwa na ukimya wa kitaifa. Pili, walisitiza matibabu ya bure kwa wote walioumia wakati wa maandamano yaliyopita, wakitaja kuwa wengi wao wamebaki na ulemavu au huzuni bila msaada wowote wa kiserikali. Tatu, kundi hilo lilitaka kukamatwa na kuonyeshwa hadharani kwa wale wanaodaiwa kuhusika na mauaji wakati wa matukio ya kisiasa na ya kijamii. Kwao, uwajibikaji wa hadharani ungekuwa hatua ya kwanza katika kuponya taifa lilojeruhiwa na migawanyiko. Lakini shinikizo kubwa zaidi ilovuta hisia za wengi ilikuwa ombi la kujiuzulu kwa viongozi wa vyombo vya usalama, akiwemo mkuu wa majeshi, inspekta jenerali wa polisi IGP na mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa. Waratibu walidai kuwa vyombo hivi vimegeuka kuwa vifaa vya kisiasa badala ya taasisi za ulinzi na usalama wa raia. Ombi la 5 lilihusisha kuachiliwa moja kwa moja ama mara moja kwa wafungwa wa kisiasa, hasa wale wanaokabiliwa na mashtaka mazito ya uhaini na ugaidi. Waratibu, mashtaka hayo ni njia ya kuzima sauti za upinzani na ukosoaji wa serikali. Kisha wakaligeukia ngazi ya juu kabisa ya mamlaka. Rais Samia Suluhu Hassan walimtaka kujiuzulu, wakidai hana uhalali wa katiba na kuendelea kushika madaraka. Hili ilitakuwa dai la moja kwa moja linaloashiria mvutano wa wazi kati ya harakati za kiraia na dola. Masharti mengine yalihusisha kuvunjwa kwa bunge, kuundwa kwa serikali ya mpito chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa UN, pamoja na wito wa kurejesha uhuru kamili wa Tanganyika kama ishara ya kujitambua kwa taifa. Kwa waratibu wa maandamano kitaifa, tarehe ya 9 Disemba si siku ya kawaida, ni siku yenye uzito wa kihistoria, siku ambayo Tanganyika ilipata uhuru kutoka Uingereza mwaka 1961. Wao siku hiyo ni alama ya mapambano ya kizazi kilichopigania haki, usawa na utu. Lakini mwaka huu kundi hilo limeipa siku hiyo tafsiri mpya, siku ya maamuzi. Limesema kuwa ikiwa serikali itatekeleza masharti hayo yote kabla ya Desemba tarehe 9, litazindua maandamano makubwa yasiyo na kikomo kote nchini. Na kwa maneno yao, maandamano hayo yatakuwa ya kudai haki na uhuru wa Tanganyika, na kauli ambayo imechochea hisia tofauti katika medani ya kisiasa. Na wapo wanaona ni hatua ya kihistoria kuelekea mageuzi, na wapo wanaohisi ni hatari inayoweza kuathiri amani na uthabiti wa taifa. Harakati za kiraia nchini Tanzania zimekuwa zikichupia kwa kasi katika miaka ya karibuni, hasa kupitia majukwaa ya kidijitali.
Mitandao ya kijamii imekuwa silaha ya uhamasishaji, kuanzia mijadala ya kisiasa hadi matamko ya kijamii. Kundi la waratibu wa maandamano kitaifa linajipambanua kama sauti ya kizazi kipya cha wananchi wanaochoshwa na ukimya wa taasisi rasmi. Wamekuwa wakijipanga kupitia mitandao ya X, zamani Twitter, WhatsApp na Telegram, wakijenga mtandao wa wanaharakati kutoka mikoa mbalimbali. Ingawa haijabainika wazi nani hasa wanaongoza kundi hilo, ushawishi wake umekuwa mkubwa kiasi cha kuibua taharuki katika duru za kiusalama na kisiasa. Kundi hili linajitambulisha kama mwendelezo wa harakati za kudai uwajibikaji wa serikali na kuimarisha haki za raia. Linadai kwamba taasisi za dola zimepoteza imani ya wananchi na kwamba ni wakati wa kurejesha nguvu hiyo mikononi mwa umma. Tamko hilo limezua mijadala mizito kuhusu mustakabali wa usalama wa taifa. Wakati serikali likiendelea na maandalizi ya sherehe za uhuru, hoja ya maandamano imezua taharuki kuhusu uwezekano wa machafuko. Vyombo vya usalama vinatarajiwa kuweka mikakati ya kudhibiti hali, huku wachambuzi wakikumbusha matukio ya nyuma ambapo maandamano makubwa yalisababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali. Kwa serikali, tishio hili linaweza kutazamwa kama jaribio la kuchochea uvunjifu wa amani, lakini kwa waratibu ni njia ya kutumia haki za kiraia za kujieleza na kudai uwajibikaji. Mvutano huu unaibua swali pana: ni wapi mpaka kati ya haki ya kuandamana na wajibu wa kulinda usalama wa taifa? Kutajwa kwa neno Tanganyika katika tamko hili limeashiria kumbukumbu za kihistoria, na kwa wengi ni jina lilobeba heshima ya kizazi kilichopigania uhuru wa kweli, kizazi cha Mwalimu Julius Nyerere na wenzake waliopigania utu wa Mtanzania. Kwa kizazi cha leo, jina hilo limegeuka kuwa alama ya kilio cha kutaka mabadiliko, kurejea kwenye misingi ya uadilifu, usawa na haki. Kundi hili linaonekana kutumia jina Tanganyika kama sauti ya kizazi kinachotaka kufufua maono ya uhuru yaliyoanza mwaka 1961, lakini ambayo wanasema imepotea katika siasa za sasa. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lilotolewa na serikali kuhusiana na masharti hayo 10. Ukimya huu umeongeza hisia kwamba swala hili linaweza kuwa changamoto kubwa ya kisiasa kabla ya mwaka kuisha. Kwa upande mwingine, vyombo vya usalama vinaweza kulazimika kuchukua hatua za kiintelijensia kuzuia kile kinachoweza kuwa maandamano makubwa zaidi katika historia ya taifa. Serikali ipo katika wakati mgumu wa kusawazisha uhuru wa kiraia na utulivu wa kisiasa. Kwa mujibu wa ratiba ya kitaifa, Disemba 9 inatarajiwa kuwa siku ya sherehe kubwa za kitaifa zikihudhuriwa na wageni kutoka ndani na nje ya nchi, lakini sasa kivuli cha maandamano hayo kimetanda juu ya maandalizi ya serikali. Kwa mtazamo wa kijamii, tamko la waratibu wa maandamano kitaifa limegusa nyoyo za Watanzania wengi wanaohisi kuwa sauti katika siasa za taifa. Limesababisha mazungumzo makubwa kuhusu uwajibikaji, haki na mustakabali wa demokrasia nchini, lakini pia limezua hofu kubwa, hofu ya machafuko, hofu ya kuvunjika kwa utulivu uliojengwa kwa miaka mingi na hofu ya kurudi katika zama za giza za kisiasa. Miongoni mwa raia wa kawaida, hisia zimegawanyika. Wapo wanaona kundi hili kama jasiri lililojitolea kusimama dhidi ya mfumo unaodhoofisha raia. Wengine wanaliona kama tishio kwa amani na uthabiti wa taifa. Tanzania sasa iko katika kipindi cha mpito wa kihisia na kisiasa, na tamko la waratibu wa maandamano kitaifa limekuwa kama kengele ya tahadhari, sauti ya ndani inayokumbusha taifa kuhusu umuhimu wa haki, uwajibikaji na utu. Lakini swali linabaki ni moja: je, serikali itasikiliza masharti hayo au itapuuza hadi saa ya mwisho? Kadri siku zinavyosogea kuelekea Disemba 9, macho yote yanageukia Tanzania, taifa linalosubiri kuona kama siku ya uhuru itakuwa siku kuu ya furaha au mwanzo wa maandamano yatakayobadilisha historia ya nchi. Kwa sasa hewa ya kisiasa imejaa ukakasi, matumaini na hofu kwa wakati mmoja. Wakati serikali ikiendelea na sherehe na waratibu wakijipanga kwa maandamano, taifa linaonekana kusimama katikati ya njia mbili: amani au mapinduzi ya kiraia. Wakati ukifika, dunia itashuhudia ni ipi kati ya hizo mbili itakayoshinda.
Huu ni uchambuzi wetu wa Kenyascope, uchambuzi ambao ni wa kina zaidi. Hapa hatupendishi taarifa, tunakuziletea jinsi zilivyo. Kumbuka kusubscribe na kulike na kushare video hii ili tuweze kuwafikia wote ambao hawajapata taarifa hii, na kumbuka kugonga alama ya kengele ili ukipokea alerts kila wakati tunapoweka video mpya.